Kama ambavyo nimekuwa nikikwambia mara nyingi, wewe ambaye ni mpenzi, rafiki, a good friend, company buddy ambayo unakuwepo katika channel hii ya Dr. Chris Mauki, kwamba mimi mara nyingi kwa neema ya Mungu ninazungumza na ninafundisha maeneo makubwa matano: eneo la familia, eneo la ndoa, eneo la malezi, eneo la mahusiano pamoja na maendeleo binafsi, yani kwenye sphere au mazingira ya kutengeneza maendeleo yako binafsi au personal development. Leo naomba nikupe topic ambayo inalenga kwenye personal development. Himaya 4 zinazo control maisha yako. Bora uzifahamu himaya hizi, kwa sababu utakusaidia kupiga hatua kwenye maisha. Nakupa himaya kwa Kiingereza tunaita empires. Himaya 4 ambazo zina control maisha yako. Himaya 4 ambazo zina control maisha yako. 4 empires ambazo zina control maisha yako, na ni vizuri uwe makini nazo, kwa sababu ikipata shida himaya moja, maana yake maisha yako yamepata shida yote. Himaya ziko 4, na himaya ya kwanza inaitwa himaya ya mindset au the mindset empire. Himaya ya fikra. Himaya ya fikra, empire of mindset au mindset empire. Sasa hapa kwenye mindset empire ndio tunadili na psychology ya mwanadamu. Hapa tunadili na psychology ya mwanadamu. Hii ni himaya inayocontrol unawaza nini, unafikiria nini, unafanya maamuzi ya aina gani, maisha yako yanaongozwa na fikra zipi. Wewe ni mtu mwenye mtazamo hasi au mtu mwenye mtazamo chanya? Unajua madhara ya kuwa na mtazamo hasi? Unajua faida za kuwa na mtazamo chanya? Unayatazamaje mambo na unatazamaje dunia na unatazamaje changamoto za dunia? Hapa ndipo tunawapata watu ambao wanatazama fursa kama changamoto na wale wanaotazama changamoto kama fursa. Utaweza kufanikiwa kwenye maisha yako kwa sababu maisha yako yanaongozwa na namna unavyotazama mambo, how you see things. Fikra yako ikoje? Hili eneo la kwanza inaitwa mindset empire au empire of the mindset, the psychology. Lakini himaya ya pili inaitwa himaya ya moyo au the heartset. Ile ya kwanza inaitwa mindset. Wengi mnajua mindset, unafikiria vipi bwana, mindset change. Tunapita kwenye makampuni tunafundisha mindset change. Himaya ya kwanza. Himaya ya pili inaitwa heartset. Hapa ndiko tunapata emotionality. Heartset bwana ina control maisha yako kwenye mambo yote ya hisia. Unaweza kucontrol hasira zako, unaweza kucontrol kuongea sana. Ukiwa unawaza kumsema mtu, unaangalia hali alionayo na watu walioko, au unamsema tu? Una mtu unamdai deni, unaropoka mbele ya watu, au unaangalia na watu waliopo na mazingira yaliyopo? Una njaa, unazungumza kwa kila mtu tu kwamba una njaa, au unaangalia? Una hisia za mwili, unataka kufanya mapenzi, unafanya mapenzi na mtu yoyote na wakati wowote, au unaangalia nitumie kinga, ninaangalia nikifanya mapenzi hapa itaathiri future yangu, naweza nikapata mtoto akawa mtoto wa nje, naweza ikampa mtu mimba ikaathiri nafasi yangu. Au wewe unalala tu na mtu yoyote na mwanaume yoyote na mwanamke yoyote, kwa sababu hisia zako zimekukamata, unaongozwa na hisia wakati wote, huwezi kumudu hisia zako. Una hisia ya njaa, unagombania chakula mbele za watu mpaka nafasi yako na status yako inapotea. Hiyo ni eneo linaitwa heartset, eneo la emotions, eneo la moyo, lina control maisha yako yote kwenye mambo ya hisia. Alafu himaya ya tatu inaitwa soulset. Mindset, heartset, soulset. Hapa ndiko kwenye spirituality. Mambo yote yanayohusu imani yako, mambo yote yanayohusu belief systems zako, mambo yote yanayohusu mambo yako ya ibada na uhusiano wako na muumba au na nguvu zilizopita nguvu za dunia, supernatural. Je, unamwamini Mungu? Je, maisha yako yanaamini Mungu yupo? Je, unaongozwa na imani gani? Unaamini sadaka na kutoa vitu kwa watu?
Unaamini kuabudu na kwenda kwenye nyumba za ibada? Unaomba na kusali na dua? Unasoma neno la Mungu au Korani? Yale maneno yanayohusiana na imani yako? Unaishi na watu kufuatana na imani yako inavyosema? Yale mambo yanahusu roho yako, soul yako, your spiritual life, your spirit. Hapa ndiko kwenye spirit tunaita nini? Soul set. Ukishindwa kufeli hapa, ndugu yangu, ukaendelea kufanikiwa na maisha na huko kwingine, utapiga chini. Eneo la mwisho au himaya ya mwisho inaitwa health set. Health set. Hapa ndipo kwenye mambo yanayohusu physicality, mwili wako, afya yako ya mwili. Unakulaje chakula? Unakula saa ngapi? Unakula nini? Mwili wako unaendana vipi na unachokula? Unajua kwamba afya yako inakuwa determine na unachokula? Unajua kwamba fikra zako zinaathiriwa na unachokula? Mwili wako ukoje? Umenenepeana kupitiliza? Una kitambi kupitiliza? Unaumwa, unakaribisha magonjwa ya mara kwa mara? Unafanya mazoezi au ufanyi mazoezi? Mwili wako uko active kiasi gani? Unajua kwamba mwili wako unahusiana na magonjwa yako na magonjwa yako unahusiana na mwili wako? Unajua kwamba mwili wako una determine vitu vingi, mpaka fikra zako, kwa namna ambavyo ulivyo, exposure yako na posture yako na position yako ya kimwili ina determine mpaka unavyofikiri. Physically wewe ukoje? Unalala vipi? Unalala saa ngapi? Unalala muda gani? Unalala usingizi quality au sio quality? Hiyo yote inahusu physicality. Hivyo vitu vya kwenye physical vina determine sana maisha yako. Kwa hiyo kuwa makini sana na maeneo haya manne niliyokuambia: mindset, psychology yako; heart set, emotions zako, hisia zako; soul set, spirituality na mambo yako ya kiroho; health set, mambo yako ya afya yako ya mwili. Hii itakusaidia sana. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.